Kwa hiyo sisi hata hizi dabi zingepigwa 10 mfululizo, yani Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, tungezicheza na tungepambana tushinde zote 10 mfululizo, kwa sababu uwezo huo tunao na quality hiyo tunao ya kudeliver. Kwa hiyo hatuna hofu. Na wana Yanga nimeona yani katikati hapa kama waandishi mmekuwa mkiwatisha hivi. Kama mmekuwa mkichambua tu upande mmoja kwamba nataka kulipa kisasi. Mwaka huu. Yani mmekuwa kama mnawapa hofu hivyo wana Yanga. Niwaambie Yanga ndo ile ile. Hakuna kilichobadilika. Moto utakaowaka ndio utakaowaka tena na kesho. Yani hakuna kitakachopoa. Kwa hiyo sisi tuko tayari. Na Mwenyezi Mungu atupe afya njema, atupe uhai, kesho tukaamke salama. Ilikuwaje sasa ukatabiri kwamba pengine finali mtacheza yenyewe? Ule ulikuwa mtego. Ule ulikuwa mtego. No, ulikuwa mtego. Ilikuwa nimeseti mtego wajitutumue kwamba si hatuwezi kukimbia. Na ni kweli. Wanasemaga duniani plan vitu vyote, usiplan kitu chako na Mchaga. Panga mambo yako yote, usipange jambo lako na Mchaga. Selemani Mwalimu kawauza wenzie. Kawachoma. Yaani panga vitu vyako vyote maishani. Hii si Mchaga anajua. Usipange jambo ukamwamini Mchaga. Selemani Mwalimu ambaye ni Mchaga mwenzangu kawauza wenzie. Kafanywa sabu, kaambiwa akakaeka kati ya uwanja, kaenda kaweka. Hivi mlifuatilia ile mechi vizuri nyewe? Baada ya goli kuingia, mashabiki ndo walishangilia. Viongozi wao wote wakawa wamejinamia. Anajua Sele katuponza. Lawama tena. Dabi sio mchezo nyie. Wewe dabi ukaifuata kichwa tu. Kwa hiyo zile sura zao mzitazama nikaona tayari Sele. Sele. Sio kwamba wamefanya hivi ili kuja kuonyesha kwamba na nyinyi hawawezi kukimbia, kwa sababu hata Selemani wewe alisema watu mlikuwa mnasema Simba atakimbia. Mimi nilitumia fursa hii kumshauri Selemani Mwalimu. Ni rafiki yangu na of course ni mkabila mwenzangu, kwa hiyo nampenda. Embu acheze mpira Sele. Mambo ya mdomo haya atuachie sisi. Yani Sele pale klabu yake na wasemaji. Acheze boli, asijitie kwenye katikati ya majadiliano. Mimi kama mkabila mwenzie najikaza mno kumbomoa. Yaani najikaza mno mwanangu Sele kwa sababu ndo mwanangu. Lakini naona anapoelekea ni ngumu kumtetea. Sasa nimuombe ndugu yangu Sele, cheza tu boli. Maneno embu yaache, sisi ndo kazi yetu. Hapo kuna msemaji wako, mwache tangulie mbele. Maana sasa Sele kila mechi ikiisha anakuja mbele kujifanya kama anaitaka Yanga. Lile goli lake la offside hapa lisimdanganye kwamba Yanga anaimudu. Ajiandae vizuri, atoe pressure, aje acheze mechi yake, atakutana na kina Baka, mechi itakuwa nzuri inshallah. Wamejipanga na wao pia kwamba safari hii kombe liko uwanjani, basi mechi ni mechi na hawaogopi. Tulileta watu kutoka Egypt pale kwa Mkapa. Kombe la DBC lilikuwa liko uwanjani na wakachukua 2 pale. Sio tukio la kwanza. Ndio maana nasema nyie kama mnawadanganya hivi, mnawaingiza Sende na historia. Kweli tusiende na historia. Twende na nini sasa? Na hili. Kwa hiyo hizi 6 tulizowafunga tuziache. Yaani tusizungumze hizi 6. Wao wangeweza. Wao wangeweza. Yaani wewe umpige 6 Simba mara 6 mfululizo usizungumze. Wao wangeweza kunyamaza. Yaani sisi hatuwezi kunyamaza. Hii yaani kwenye rekodi ishawekwa hii. Kwamba Yanga katika michezo 7 waliocheza na Simba, Simba aliambulia sare 1 na goli 1 la offside, akafungwa mara 6. Yaani hiyo imebakia kwenye historia, hatuwezi kuacha kuizungumzia, itadumu milele na milele. Wanasema wanaanza upya kwenye dabi hii na dabi inayofuata. Meja Jenerali. Sasa nyuma wanafuta. Wafute wao, sisi tunazo. Sisi hatuwezi kuzifuta. Wanaanza upya. Sisi tunazo. Na ndio inaonekana kama wanaamudu sana. Sasa shida yenu nyinyi ni moja. Hizi mara 6 ambazo tumeshinda Yanga, hatukushinda kwa sababu wao walikuwa wanajiangusha. Tulishinda kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kushinda hizo mechi. Kwa hiyo hata kesho tunakwenda kupambana kwa uwezo mkubwa wa kushinda pia na hiyo mechi. Wao wajiandae kama wanavyojiandaa, sio jukumu letu. Wao watakutana na Yanga Afrika kwenye pitch. Yaani uzuri ni kwamba game hii inaanza kupigwa hapa Guantanamo. Tukimalizana hapa, tuko kwenye boti moja. Wakulia wanalia, wakufurahi wanafurahi, tunaenda jeshini. Yaani hakuna kupumzika. Tapumzika tarehe 4 kuulizana. Ulivuna nini kwenye 2? Hapo ndo pabaya. Sikitika kuambia mnaenda jeshini. Alafu mnaona mlikuwa hapo message nyingi kweli. Njoo zungumzie kuhusu uwanja. Sisi tulitoa maombi TFF baada ya kuona bodi ya ligi. Baada ya kuona kwamba tangazo la uwanja linachelewa. Tukawaomba bodi ya ligi kama inawezekana pale Bunju tuende tukajenge tu majukwaa tupige mechi pale. Bunju ipi ule uwanja wa mazoezi? Uwanja wa mazoezi. Yes. Tuliwaandikia bodi ya ligi kama wanashindwa kutangaza uwanja. Twende Bunju tukapige. Tukatwange. Lakini nimewaelewa walipochagua Meja Samuyo. Kimsingi
Benjamin Mkapa imefungwa. Unajua hata mechi ya kwanza, ninyi wachambuzi na waandishi baadhi yenu mna twist hiyo story. Hata mechi ya kwanza iliyopigwa New Amani Complex, uwanja wa Benjamin Mkapa ulikuwa na shughuli. Ule uwanja sio wa Simba, sio wa Yanga jamani. Tuelewane hili jambo. Ule uwanja ni uwanja wa serikali. Hata wewe zao ukitaka kuolewa unaweza kuukodi ule uwanja ufanye harusi yako pale. Sio, unaona vizuri au ndoa iko mbali? Mbali sana. Ndio vitu visivyowezekana. Ni uwanja wa serikali ambao unakodishwa na mtu yoyote. Sio mali ya Simba, sio mali ya Yanga. Kwa hiyo sisi wakati wa mechi yetu uwanja ulikuwa umekodiwa na shughuli nyingine. Tukaambiwa hamwezi kucheza, ratiba bodi ya ligi ilisogezwa mbele, Yanga tafsiri uwanja, tukaja hapa New Amani Complex. Wenzetu pia wamekwenda, uwanja umefungwa, una matengenezo. Wakatafuta uwanja mwingine wakaona waendelee Jenerali Samuyo. Kwa hiyo hakuna kibaya. Uko tayari. Sisi ule uwanja ni uwanja mzuri. Pichi ni safi na kila kitu. Hamna shaka. Na uzuri pale jeshini sasa pale. Hakuna michezo ya kufikia na kufukua pale. Ndio sisi Yanga tuchofurahi. Yaani katika uchaguzi wao wamechagua pia kwenye uchaguzi wetu sisi. Tulikuwa tunaomba dua wachague uwanja ambao itakuwa ngumu kufikia na kufukua. Wameenda jeshini pale. Pale asubuhi salute, mguu pande, jioni mguu sawa. Utaingia wapi? Yaani utaingilia wapi ukamwage vitu pale? Asubuhi mguu sawa. Wenyeji wameuzoea. Wenyeji wa kwao. Wanashinda kule karibu. Wakishinda karibu uwanja wao. Ndio kitu mnadanganyana hivi. Pale ule uwanja wa nani? Wa JKT. JKT si jeshi. Kwa jeshi lote Simba lile. Yaani jeshi lote Simba lile, jeshi lote lile. Unasemaje? Nataka kusema kwamba ule uwanja wa jeshi kwamba hata hawana mamlaka. Wakijua huku. Sisi tunajua nyuma. Tukutane Isamuyo. Ali, kiuhalisia sasa hali ya kikosi ikoje, morali, lakini pia tumeona viongozi wamekuja, Arafat Haji, Engineer Hersi, wewe umetia timu hapa kwamba mko serious na kombe mnalitaka. Sisi tuko serious na kila mchezo ambao tunakwenda kucheza. Tunafahamu ni Kariakoo Derby yenye msisimko tofauti. Ina timu moja ambayo ni kubwa na ina timu moja ambayo ni mnyonge kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo msisimko wake, mmoja anataka kuendeleza ukubwa wake na mmoja anataka kufuta unyonge. Kwa hiyo hiyo pekee imetupa sababu sisi hata kama kusingekuwa na kombe kesho, tukapambane tushinde huo mchezo kwa ajili ya kuendeleza ukubwa wetu. Unajua mechi ya kwanza ukiangalia vizuri ambayo tulicheza New Amani Complex, kitu pekee ambacho tuliwaachia wenzetu na wakanufaika nacho, maana manufaa makubwa ya Simba ni kupata sare. Kitu pekee ambacho walinufaika nacho siku ile, tuliwaacha wakawa na confidence kubwa. Afsi tukaingia kawaida tu. Tukaingia normal. Kwa hiyo wakatushtua pale uwanjani, wakaanza na tempo ya juu, wakimbia sana, lakini bahati mbaya hawakuweza kufunga goli. Sasa mechi hii tumemwambia kina Duki Oga Abuya, tumemwambia Damaro, ikibidi kufa kafie kesho uwanjani, wana Yanga tutakuzika. Kwa sababu tunataka heshima. Tumwaeleza clear kwamba hatutaki maneno haya yanazungumzwa. Maana kuna mtu kasema kwamba walikuwa wanaangalia mechi wakawa wanaomba dua na Yanga tulivyomfunga Azam wakashangilia. Hiyo kauli imetufikia na tukawaambia wachezaji hizi dharau inabidi zifike mwisho. Mtu kama unampiga akome, piga tena. Kwa hiyo tumwambia wachezaji wote, mwambia Maxi ile ya Azam kafanye mara 4 yake. Twendeni mkajitoe kwa sababu wana Yanga sio kwamba wameridhika na kumfunga Simba mara 6. Nataka tumfunge hata mara 50 ikiwezekana. Na jukumu hilo ni la kwenu nyie. Dabi kile inavyoitwa leo ni mchezo mpya, tukapambane tushinde. Mechi iliyopita ile hataki ajirudie tena, yani ule ubaridi ule, tuachie mpira hakuna. Ndio maana tumwambia ikibidi mtu afe kesho uwanjani, tutakwenda kumzika kama shujaa wa Yanga, tutasherehekea ubingwa wetu. Tunataka wakapambane 100%. Hakuna mambo tena ya nini, hakuna. Tunataka ubingwa na tutakwenda kuupambania kwenye pitch inshallah. Sasa kesho ndio siku ya haki. Tunakwenda kukutana. Tunakwenda kukutana vizuri. Mungu ametujalia uhai, afya njema. Njooni kesho mpate vitu vya kuchambua. Wanasema hivi, kesho Shadrack Kiboka yupo Mayday. Walimu walikuwa wanapishana hapa. Inatoa tafsiri gani kwanza kwenu nyinyi Young Africans? Kwa tunaona upande wa Young Africans walimu walikuja hapa. Unajua kuna discussions zilikuwa zinaendelea muda. Na ni vitu vya kipuuzi sana hivi ambavyo inabidi niviwekee mkazo. Simba wamekuwa na tabia moja ya hovyo sana ya kutengeneza pressure kwa waamuzi kwenye kila mchezo ambao wanakwenda kucheza na Yanga. Na juzi ndugu yangu Ahmed Ali ametoa kauli moja ya hovyo sana kwenye mpira. Kusema kwamba
mwamuzi akikataa goli letu ndio watajua sisi ujinga wetu ukoje, sijui vitu kama hivyo, sijui consequences zake zitakuwa kubwa sana. Ni kauli ambayo haina maana. Kwa hiyo kumekuwa na pressure kubwa sana ya waamuzi. Hawa watu wameingilia waamuzi wa nje, wakaja wao kutoka Misri na tukawafunga vile vile, si ndio bwana? Wametaka si mwamuzi gani apumzike, kaja mwingine tumwafunga vile vile. Kwa hiyo issue sio waamuzi, issue ni uwezo wenu. Ndio maana hata hii nimesikia kwa Dar es Salaam mwamuzi anakuja kutoka Morocco. Mimi nimefurahi. Wallahi nimefurahi. Yaani moyo wangu umekuwa na amani kwa sababu tunataka mechi ichezwe tuwashone kama ile ya Misri. Yaani watoki wapigane wenyewe, wasitafute mtu akufanyaje wa kumsingizia. Hii ni tabia ambayo hatutakiwi kuichekea. Waamuzi ndio wale, yani waamuzi katangaza mechi. Bado umetangaza? Nani? Sijui, lakini palikuwa pana hizo. Msomali. Haya, eti tabia hii sio nzuri, nawaambia. Kuwataki waamuzi, yani mpaka mashabiki wa kawaida anaweza mwamuzi jina akamtaja na akamponda. Na watu mkachukua, sio sawa. Tuwapeni uhuru, awe kamati ya muungano, wachague mwamuzi yoyote. Na mimi wanapenda muungano pia, hata kama angetoka Oman wangemleta. Kama muda ungekuepo, hata angetoka Oman. Kokote, yani basi nimetoka kuongea kama hiyo kitu inawasumbua, basi jichague wao. Ndio nimesema, yani kama hiyo kitu cha waamuzi kinawasumbua, kamati ya muungano sio wako wapi katibu. Ningemuomba awape fursa wao kuchagua. Bwana Ahmed, unaweza kukimbia dakika 90 tukupe filimbi. Waambie. Bwana nani mzee Magoli, unaweza kidogo kusha kibendera. Wape, yani kwa nini tuwe tuna mjadala mikubwa ya waamuzi? Yani tunaacha kujadili mchezo, utamu wake na nini? Tunajadili vitu vya ovyo ovyo tu. Wachague wao basi. Yani wangewapelekea makaratasi. Pangeni nyinyi mnataka achezeshe. Yanga tuko tayari. Sisi yote tuachezesha tu. Sisi tunaamini tuna timu. Wewe ile depu umeliona, ile depu lile. Ile depu umeliona lishapona liko vizuri. Kuna mtu alisema Okello angekuja kucheza. Kwanza ndo MVP wa mashindano. Alan Okello. Definitely. Ndio paka MVP wa hii tournament ni Alan Okello. Sio mimi. Yaani utampa nani mwingine? Yaani nani mwingine utampa kama mashindano sio tu namba. Hizo assist za offside hizo jamani, ndio timu nafasi ya 7. Hivi ndio inaongea nafasi ya 12. Assist kapigwa mtu na Azam. Wanaenda hapo kwenye kushindani sasa. Ndio nakwambia mechi na Azam, mechi dume. Starboy kageuka kachukua hapa kampa Dube. Ya pili kampa Dube, Dube kampa Max Kamba. Hamtushangazwa na tuona award inaenda sehemu nyingine. Itatushangaza. Kama ataibuka, yani bila kujalisha nini inatokea kesho. MVP wa hii tournament ni Alan Starboy Okello. Top scorer ni Prince Pumelelo Dube. Hakuna discussion.